Taifa hili tulikabidhiwa likiwa na amani na waliotutangulia, tunapaswa kulikabidhi likiwa na amani kwa watakao kufuata. Hivyo rai yangu kwa wananchi wote, wale waliojitolea na wale ambao hawajajitolea, kwa wale waliojitolea, tuende tukafanye kazi ya ulinzi shirikishi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, na kwa wale ambao wapo majumbani, tutoe taarifa kwa wakati ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale wanaofanya uhalifu. Na katika hili nataka nisisitize pia kwa jamii, tunafahamiana wote, sisi wote wanachani ni ndugu, ama mjomba ama shangazi, kaka, dada na vinginevyo. Lakini kwenye suala la amani ya chani yetu, suala hili tusiende kupatana wala tusiwe na muhali. Ninafahamu askari jamii watakapoanza kufanya jukumu lao hili kikamilifu, watakaokamatwa ni watoto wetu. Tutatamani kuwa watoto wetu wasichukuliwe hatua katika hili. Ndugu zangu, ni wasihi sana, bila ya kuridhia mamlaka kufanya wajibu wake, maana yake ni kuendelea kulea uhalifu ndani ya jimbo letu. Ninakumbuka wakati ninakuja kwenu kuomba ridhaa ya kuwa mnichague kuwa mbunge, moja ya jambo mlilolalamika sana ni kuongezeka kwa uhalifu ndani ya jimbo la Chato. Tuliwaahidi kwamba endapo mtatuchagua, tunahakikishia kuwa tutaondoa uhalifu kwa kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chato. Leo hii tunaanza hatua kuelekea kuanzisha ulinzi shirikishi ndani ya jimbo la Chato, tukiamini kuwa ulinzi shirikishi kwa maana ya polisi jamii watakapoachwa watende wajibu wao vizuri, maana yake makosa yote yale, iwe wale ambao wanaiba nazi, kuku, wanaotumia dawa za kulevya na kadhalika, wote watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Niwaombe sana, msiende kuwaonea watu, ila msiende kuwapendelea watu. Tusipopendelea na kuonea watu, tukasimamia haki, maana yake sheria itatamalaki.